Kuna breaking news hapa kuhusu maendeleo mapya kwenye mgogoro baina ya Samia Suluhu Hassan na makamu wake Dr. Emmanuel Nchimbi, ambapo taarifa mpya na za kuaminika zinaeleza kuhusu mkakati mahususi wa kumng'oa Dr. Nchimbi kutoka katika wadhifa wake. Jasusi TV inakuletea taarifa hii exclusive ya kina lakini kwa kifupi. Kwa hiyo kumekuwa na taarifa hizi za mgogoro huu kati ya Samia Suluhu Hassan na makamu wake Dr. Emmanuel Nchimbi, na Jasusi TV imekuwa ikiwaletea taarifa hizi kila mara inapozipata, na ni muhimu sana kusisitiza kwamba kabla ya Jasusi TV kuruka na taarifa yoyote, kwanza huwa inajiridhisha kwamba taarifa hiyo ni sahihi, kwa sababu lengo la channel hii sio tu kutoa habari, bali kutoa habari za uhakika na kwa kufanya hivyo kwa njia ya uweledi mkubwa. Kwa hiyo taarifa yoyote inayotolewa hapa, kama ina shaka, basi itaelezwa wazi kwamba taarifa hii ina shaka au haijathibitishwa, lakini taarifa ikiwa imethibitishwa nayo itaelezwa bayana. Kwa hiyo kwa mujibu wa taarifa za uhakika zilizopatikana, zinaeleza kwamba kuna mpango mahususi unaoandaliwa wa kumng'oa Dr. Nchimbi kutoka katika wadhifa wake, na hiyo ni kutokana na mwendelezo wa mfarakano kati ya Samia na makamu wake huyo wa rais. Na ikumbukwe kwamba kama nilivyosema awali, Jasusi TV imekuwa ikiripoti kuhusiana na huu mtafaruku ambao umedumu kwa muda mrefu. Kwa kukumbushia tu kwamba awali hata huo uamuzi wa Dr. Nchimbi kuteuliwa kuwa mgombea mwenza wa Samia Suluhu Hassan ulipokelewa kwa mshangao na watu wengi, kwa sababu haikutarajiwa. Tayari ilikuwa inafahamika kwamba Samia, moja ya watu walikuwa akiwafikiria kuwa wagombea wenza ni pamoja na Paul Makonda Bashite. Hiyo ilikuwa ikifahamika kitambo kuwa ni miongoni mwa watu waliokuwa akiwafikiria kuhusu hilo, lakini katika mazingira ambayo hayakueleweka vizuri sana, Dr. Nchimbi alipitishwa kuwa mgombea mwenza. Hata hivyo lilifanyika jaribio. Kama mnakumbuka, kuna wakati kulikuwa na mkutano mkuu wa CCM uliofanyika kwa njia ya mtandao. Ilikuwa kwa mara ya kwanza katika historia ya CCM kufanya mkutano mkuu kwa njia ya mtandao. Kwa mujibu wa taarifa za kuaminika, ilielezwa kwamba lengo hasa, moja ya ajenda za mkutano ule ilikuwa ni kumng'oa Dr. Nchimbi kutoka katika nafasi ya mgombea mwenza. Hata hivyo hilo lilishindikana. Lilishindikana vipi? Ni hizo tiktaka zinazoendelea ndani ya Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo hatimaye hilo likashindikana na Dr. Nchimbi akaendelea kuwa mgombea mwenza mpaka ulipofikia uchaguzi wa mchongo Oktoba 29, ambapo Samia alijitangaza kuwa mshindi wa kupata zaidi ya 98% ya kura, ambazo wengi wanafahamu kwamba hakuna kura zilizopigwa, lakini akaapishwa na Dr. Nchimbi akawa makamu wa rais. Mtafaruku miongoni baina ya viongozi hao ulianza mapema, kwa sababu kimsingi sio ulianza, ni ulikuwepo tangu huko mwanzo. Na moja ya dalili za awali ni kwamba Disemba ya mwaka jana kulikuwa na mashehe ambao wanahusishwa na Samia kwa sababu ilikuwa inafahamika kwamba walikuwa wanatumwa, wanapewa maelekezo, waliongea na waandishi wa habari na kutoa lawama za hadharani dhidi ya Dr. Nchimbi. Walidai kwamba yeye hamsaidii Samia vya kutosha katika kukabiliana na swala hili la mauaji ya Oktoba 29, ambao waliliportray kama ni vurugu zilizolenga kuchafua amani ya nchi, kwamba Dr. Nchimbi hajakuwa na msaada wa kutosha, amekuwa kimya, hajakemea iliyojiri, na wakaenda mbali na kumtuhumu kwamba amekuwa karibu na katibu mkuu wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, Father Dr. Charles Kitima, kwamba kwa namna nyingine amekuwa akitumiwa na kanisa Katoliki, na kwamba ajenda ya kanisa Katoliki na kumtumia Dr. Nchimbi ni kwa sababu Samia Suluhu Hassan ni Muislamu na ni mwanamke na vitu kama hivyo. Kwa hiyo haya yaliongelewa, yapo hapa, Jasusi TV ilirusha kuhusu hilo. Lakini kubwa ni hili la juzi, ambapo Dr. Nchimbi alihudhuria ibada maalum ya kumwaga mwadhama Cardinal Polycarp Pengo jijini Dar es Salaam. Katika hotuba yake wengi walitafsiri hotuba hiyo ni kama inakinzana na kinachoeleweka katika msimamo wa Samia Suluhu Hassan. Kwa kunukuu aliyosema, alieleza kwamba tujue katika nchi hii kila mtu ana nafasi na wajibu wa kuitumikia. Katika utumishi wa nchi yetu tusitegeane. Kila mtu aitumikie nchi yetu kwa nguvu zake zote. Nimekuwa nikiyasema haya mara nyingi. Mimi hata mambo ya kugombana kivyama vyama siyapendi, ni ujinga tu.
Nchi yenu ni moja, nchi yenu ni yenu wote, mnagombana nini? Mtakuwa mashahidi kwamba hata nilipokuwa katibu mkuu wa chama, nikisikia mwanachama ameongea maneno ya hovyo dhidi ya upinzani, nilikuwa nakemea mara moja. Hilo jambo ni ujinga tu, kwa sababu vyama vya siasa vimeundwa kwa mujibu wa katiba ya nchi. Mtu anapojiunga na chama kingine, maana yake anataka kuitumikia nchi yake kwa njia nyingine, lakini utumishi ni utumishi. Kwa hiyo nitumie jukwaa hili kuwaomba sana waumini na Watanzania wote kutambua kwamba tuna wajibu wa kipekee. Sasa hili linapingana moja kwa moja na msimamo wa Samia Suluhu Hassan. Nadhani mmesikia hotuba za hivi karibuni za Samia Suluhu Hassan. Kubwa ambalo yeye amejikita zaidi ni kuwasahaulisha watu unyama mkubwa uliofanyika kuanzia Oktoba 29 ambao maelfu ya Watanzania waliuawa kwa amri yake yeye mwenyewe. Lakini jingine ambalo linathibitisha msimamo wa Samia Suluhu Hassan ni kesi inayomkabili mwenyekiti wa taifa wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu. Huu ni ushahidi wa wazi kwamba kesi hii ni ya kisiasa na kesi hii inaongozwa na Samia Suluhu mwenyewe. Lakini uthibitisho wa kwamba kesi hii sio ya kisheria, kwamba haihusiana na makosa ya kisheria, hata hiyo tuhuma za uhaini ni tuhuma tu ambazo zimetengenezwa, na hii ni kesi ya kisiasa na ni kisiasa kutoka kwa maelekezo ya Samia Suluhu Hassan mwenyewe. Ni taarifa ambazo ziliwekwa hapa majuzi kwenye channel hii ya Jasusi TV kwamba kumekuwa na jitihada endelevu zinazofanywa na Samia na watu wake wa karibu kuishawishi familia ya Mheshimiwa Lissu ikubali ajenda maridhiano, na kwamba endapo familia itakubali kumshawishi na Mheshimiwa Lissu atakubali, basi ataachiwa huru na kesi itafutwa, lakini kwa sharti hilo la kukubali maridhiano. Sasa mnafahamu shtaka la uhaini ni moja ya mashtaka makubwa kabisa katika mfumo wa sheria nchini Tanzania. Kwa hiyo haingia akilini kiongozi mkuu wa nchi kufanya jitihada za kuishawishi familia ya mtu anayetuhumiwa kwa kesi ya uhaini kwamba akubali conditions fulani. Hii ni uthibitisho wa wazi kwamba kesi hii ni ya kutengenezwa na ina malengo ya kisiasa na wala sio kesi ya kisheria. Sasa kwa haya aliyokuwa akiongea Dr. Nchimbi yanakinzana na hicho ambacho anakifanya Samia Suluhu Hassan. Na pengine jambo jingine la karibu kabisa ni jana au leo imepatikana taarifa kwamba baraza la wanawake wa Chadema Bawacha limezuiwa kibali cha kufanya maadhimisho ya siku ya wanawake duniani. Shughuli ambayo ni halali kisheria. Shughuli hiyo ni ya kuenzi, ni shughuli ya kidunia na pia ni ya kitaifa. Kwa hiyo hakukuwa na sababu za msingi za serikali ya Samia Suluhu Hassan kuwapiga marufuku Bawacha kufanya hiyo shughuli. Na huu ni muendelezo wa msimamo wa Samia Suluhu Hassan katika siasa za nchi hii, siasa za chuki. Kwa hiyo hiki alichokuwa akiongea Dr. Nchimbi kinakinzana na msimamo na mtizamo wa bosi wake, yani Samia Suluhu Hassan. Sasa kwa mujibu wa taarifa ambazo Jasusi TV imezipata na imejihangaika kujiridhisha kuzithibitisha, ni kwamba kuna mkakati wa kumtoa Dr. Nchimbi madarakani. Kwa mujibu wa taarifa hizo ambazo sasa ni exclusive kutoka kwa Jasusi TV, ni kwamba kinachotarajiwa kufanyika ni kutengeneza zengwe. Kwa hiyo katika siku chache zijazo haitaonekana jambo la kushangaza endapo kukatokea vuguvugu la namna fulani dhidi ya Dr. Nchimbi. Na inachoelezwa ni kwamba pengine kuna chawa ambao watajitokeza kuongea vitu fulani, pengine kutokana na hiyo hotuba aliyotoa juzi kanisani ya kukemea kuhusu hii mifarakano, siasa za chuki na vitu kama hivyo. Lakini inatarajiwa kwamba mkakati kwa sasa ulivyo ni kwamba litaanza tukio dhidi ya Dr. Nchimbi. Baada ya tukio hilo, kitakachofuata ni jitihada za kupiga kura ya kutokuwa na imani na Dr. Nchimbi katika Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kuna changamoto za kikatiba za kuhusu hili, na kabla ya kuandaa makala hii Jasusi TV ilijihangaisha kupitia katiba inasemaje kuhusu uwezekano wa kumng'oa makamu wa rais kwa njia ya katiba. Kwa kifupi kabisa, bila kuingia kiundani katika katiba inasemaje, japo kuna changamoto, lakini makamu wa rais anaweza kuondolewa madarakani endapo bunge litaridhia. Kuna mkanganyiko kidogo wa vipengele, hasa mabadiliko ya katiba. Kuna ibara ya 53A, kuna ibara ya 50, pia kuna ibara ya 46A. Hizi zina mkanganyiko wa namna fulani, lakini
kwa lugha rahisi, na wanasheria wanaweza kusaidia katika hili, kwa lugha rahisi, japo haijawahi kutokea, inawezekana. Kwa hiyo mkakati uliopo kwa mujibu wa taarifa za kuaminika kwamba kitaanza vuguvugu kidogo, machawa wataongea kitu cha namna fulani, halafu hatua itakayofuatia ni kutengenezwa hoja katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kutokuwa na imani na rais na makamu wa rais, halafu kitakachofuata ni kupiga kura, na endapo ushindi wa wale wasiomtaka utakuwa mkubwa, basi anaweza kupoteza. Hii ni kwa mujibu wa taarifa za kuaminika. Hata hivyo, yayumkinika kusema, kutanabaisha kwamba pengine taarifa hizi kama zinavyorushwa na makala hii zinaweza kuchangia kufifia kwa mpango huu, lakini ni mpango ambao upo na uko katika hatua ya utekelezaji. Ilikuwa inatarajiwa pengine wiki hii au wiki ijayo vitaanza kuzukazuka vimaneno dhidi ya Dr. Nchimbi kwa ajili ya kutekeleza mkakati huo, lakini katika kambi ya Samia kuna watu ambao hawakubali kuendelea kuwepo kwa Dr. Nchimbi, baadhi wakimhusisha na kanisa Katoliki, lakini pia ni kwa sababu ya hizo tofauti ambazo zilikuwepo kabla ya wawili hawa kufanya kazi pamoja kama rais na makamu wake wa rais. Kwa nini habari hizi ni muhimu? Ni muhimu kwa sababu ya uongozi wa taifa, hasa katika kipindi hiki ambacho taifa linapitia kipindi kigumu. Lakini kwa wengine habari hizi ni njema kwa sababu mfarakano wowote kati ya Samia na yeyote yule inakuwa ni kama habari njema, hasa ikizingatiwa kwamba hakuna njia mbadala angalau ya haraka ya kuharakisha anguko lake. Kwa hiyo lolote litakalotokea kwa namna fulani linaonekana kama ni habari njema. Endapo hili litatekelezwa, linaweza kusababisha mpasuko mkubwa ndani ya chama hicho. Ni mapema mno kuelewa, si kwa maanisha kwamba labda pengine Dr. Nchimbi ni mwanasiasa mahiri sana, lakini ni mtu ambaye kwa mtizamo wa wengi ndani ya chama hicho anaonekana kama muumini wa siasa za kidiplomasia, si muumini wa siasa za mabavu, za chuki dhidi ya upinzani na vitu kama hivyo. Kwa hiyo hii pia imepelekea kupata ufuasi mkubwa ndani ya chama hicho, ndani na nje ya chama. Baadhi ya watu, Jasusi TV inaweza kukiri, mimi binafsi ni mmoja wa wanasiasa wachache ambao unamuona angalau katika kundi la wanasiasa wa hovyo wa CCM, angalau yeye ana mwelekeo kidogo wa kuridhisha, angalau kwa lugha tu na kauli anazotumia kukemea lugha za mpasuko, kukemea siasa za chuki na vitu kama hivyo. Kwa hiyo hizi ndizo taarifa zilizopatikana na Jasusi TV inaendelea kufuatilia kwa kina kuwaletea. Kwa wengine inawezekana kuwa sio taarifa za muhimu kwa sababu haya yanaonekana mambo ya CCM, lakini yana impact kitaifa, hasa katika kipindi hiki ambacho taifa linapitia changamoto mbalimbali. Je, una maoni gani kuhusiana na taarifa hii? Karibu tuwe maoni yako hapo chini kwenye comment. Asanteni na kwaherini.